Mambo vipi mfuatiliaji wa Kanyuka TV? Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Karibu, kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo ili uwe kwanza kupata habari zetu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilikutana na ujumbe wa Africa Women Leader Network uliokuwa ukiongozwa na aliyekuwa rais wa zamani wa Liberia, huyu ni Ellen Johnson, akiwa ameambatana na aliyekuwa rais wa Ethiopia Sahle Work Zewde. Ziara ya ujumbe huo nchini Tanzania inalenga kukutana na makundi mbalimbali ikiwemo vyama vya siasa na asasi za kiraia kwa lengo la kukusanya na kufuatilia taarifa kuhusu matukio yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi ya matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Kwa upande wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ujumbe uliongozwa na makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche akifuatana na katibu mkuu Mheshimiwa John Mnyika, naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Golugwa, naibu katibu mkuu Zanzibar Wakili Ali Ibrahim, pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee Mama Susan Liimo. Katika kikao hicho, Chadema iliwasilisha msimamo wake rasmi kama ilivyoazimiwa na kamati kuu ya chama na kueleza kwa kina matukio ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu na vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kutokea kabla, wakati na baada ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 wakati wa uchaguzi nchini Tanzania. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinasisitiza umuhimu wa uchunguzi huru na wa haki, wajibikaji kwa wote waliohusika, pamoja na kulindwa kwa misingi ya kidemokrasia, haki pamoja na utawala wa kisheria nchini Tanzania. Ni chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hii leo siku ya tarehe 20 Aprili mwaka 2026. Mapema leo uongozi wa chama hicho kwa kushirikiana na John Heche, makamu mwenyekiti bara, waliweza kukutana na ujumbe wa African Women Leader Network uliokuwa ukiongozwa na aliyekuwa rais wa Liberia Ellen Johnson akiwa ameambatana na aliyekuwa rais wa Ethiopia Sahle Work Zewde. Katika ziara huo ujumbe inalenga kukutana na makundi mbalimbali, makundi ya kisiasa ikiwemo vyama vya kisiasa na pamoja na asasi za kiraia kwa lengo moja tu la kukusanya, kufuatilia taarifa kuhusu matukio yaliyotokea kabla, baada na wakati wa uchaguzi. Hii ni Oktoba 29 mwaka 2025, wakati wa uchaguzi nchini Tanzania wa rais, wabunge pamoja na madiwani, ambapo tuliweza kushuhudia vifo vingi nchini Tanzania. Matukio ambayo yaliweza kutokea kipindi kile, sasa tunaona sasa ni upatanishi ama suruhishi. Nini chanzo? Nchi nyingi zimekuja hapa nchini Tanzania akiwemo rais wa zamani na mjumbe maalum wa Jumuiya ya Madola Lazarus Chakwera aliweza kuwasili. Sasa ni zamu ya rais wa Liberia pamoja na aliyekuwa rais wa Ethiopia Sahle Work Zewde. Hao wote wamekuja hapa nchini Tanzania kufuatia matukio ambayo yalitokea tarehe 29 Oktoba, wakizungumza na vyama vya siasa pamoja na asasi za kiraia ili kuweza kujua nini chanzo. Katika picha hizi ambazo zimeweza kupostia katika mitandao ya kijamii ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, watu wengi wameibuka hapa wakihoji ni kwa nini kumekuwa na mfululizo wa viongozi hawa kuja nchini. Huyu akisema kwamba huo ujumbe ulitakiwa uanzie huko Ethiopia, Sudan, kisha Somalia, then DRC Congo, kisha uje kumalizia ziara yao TZ kabla kuendelea na raundi nyingine ya kwenda Ukraine na Lebanon. Akasema Chadema, wananchi tunataka haki, fanyeni yote ila msije mkageuka. Akasema kwamba wageni waliofika airport hawakushangaa namna barabara za kisasa zilivyomaliziwa kujengwa. Mmoja kati ya wadau akiandika hivyo. Akasema naona watakavyozidi kuedit ripoti yao feki, hawajui wawataje au wasiwataje. Akasema tumepiga sana kwenye mshono. Akasema kusema vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kutokea inamaanisha hata nyie hamna uhakika kama vilitokea. Akasema kuweni makini na hivyo vikao. Akasema kwamba sisi hatutaki uongo, semeni ukweli na msisahau kusema hatuitambui serikali ya sawa. Akasema hivyo. Akasema kila hatua dua. Akasema mapambano ni muhimu. Akasema Mungu awabariki viongozi wetu Akasema free Lissu. Mmoja kati ya wadau mwingine akasema hii tunahitaji. Akasema unamwaga damu za watu na unategemea lipite kienyeji tu kama vile umechinja nguruwe poli. Hii halitakubalika na dunia haitanyamaza. Damu ya mtu sio damu ya kuku. Akasema huyu Samia kazi anayo sawa, akatumia neno. Akasema kwamba hakuna kulegeza kamba, watakuja wengi zaidi. Mmoja kati ya wadau akiandika hivyo kwamba hakuna kulegeza
Kamba watakuja wengi zaidi. Ni hayo tu mtazamaji wa Kanyuka TV unatufuatia muda huu kufuatia YouTube channel yetu. Ni uongozi wa Chadema ukiongozwa na Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti Tanzania bara, huyu wakizungumza na rais wa Liberia pamoja na rais wa zamani wa Ethiopia kuhusu matukio ambayo yalitokea Oktoba 29 baada na kabla, wakati ule ambapo tuliweza kushuhudia vifo vingi na kupigwa risasi kwa baadhi ya wananchi wengi. Chanzo hakijulikani na bado tume inaendelea kufanya uchunguzi na huku vikao vikiendelea. Nini maoni yako? Tuweke hapo kwenye comment, usahau kusubscribe. Hii ni Kanyuka TV. Enjoy habari zetu.